kanisa anatualika kufanya sherehe ya moyo mtakatifu wa Yesu, moyo uliojaa mapendo, moyo ulio sababu ya furaha, moyo ulio dawa kwa wagonjwa, moyo ulio sababu ya sakramenti za kanisa. Kwa namna ya kipekee tunawaombea ndugu zetu wana moyo mtakatifu wa Yesu, ikiwa ni hawa waliojitolea moja kwa moja na sisi wengine wote tunaosherehekea na kufurahia matunda ya moyo mtakatifu wa Yesu, ili Mungu azidi kuimarisha mapendo yake ndani yetu na sisi tukawe sura ya upendo kwa watu wengine. Pia tunaalikwa siku ya moyo mtakatifu wa Yesu ni siku ya kuombea mapadri, siku ya kutakatifuza utakatifu, toba na uongofu wa mapadri. Hivyo tuwaombee pia mapadri wote duniani ili waweze kutimiliza kazi yao njema kupitia moyo mtakatifu wa Yesu. Tuendelee kuwaombea na wengine wengi waliomba msaada wa sala zetu, ili kupitia moyo mtakatifu wa Yesu basi Mungu akaguse mahitaji yao na kuwajalia yale wanayohitaji katika maisha yao. Tukitambua kwamba sisi ni wakosefu, tukiri sasa dhambi zetu ili tuweze kusahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Mungamia Mungu Mwenyezi.
upendo katika moyo wa mwanao uliojeruhiwa kwa dhambi zetu. Tunakuomba utujalie, ili kwa kumtolea heshima ya ibada yetu tutimize pia wajibu wa malipizi yatupasayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Musa aliwaambia makutano, kwa maana wewe u taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako amekuchagua kuwa watu wake, hasa zaidi ya mataifa yote walioko juu ya uso wa nchi. Bwana hakuwapenda ninyi, wala hakuwachagua ninyi, kwa sababu mlikuwa wengi kuliko mataifa yote, maana mlikuwa wachache kuliko watu wote, bali kwa sababu Bwana anawapenda na kwa sababu alitaka kutimiza uwapo wake uliowapia baba zenu, ndio sababu Bwana akawatoa kwa mkono wa nguvu, akawakomboa katika nyumba ya utumwa, katika mkono wa Farao mfalme wa Misri. Basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu mwaminifu, ashikaye agano lake na rehema zake kwao wampendao, na kushika amri zake hata vizazi elfu, naye kuwalipa wamchukiao mbele ya uso wao, ili kuangamiza, hata kuwa mlegevu kwake yeye amchukiaye, atamlipa mbele ya uso wake. Basi zishikeni amri na sheria na hukumu ninazoamuru leo, uzitende. Hilo ndilo neno la Bwana.
kutia taji ya fadhili na rehema. Alimjulisha Musa njia zake, wana wa Israeli matendo yake. Sawa sawa na hatia zetu, wala hakutulipa kwa kadiri ya maovu yetu. Cha waraka wa kwanza wa Yohane sura ya 4 mstari wa 7 hadi wa 16. Wapenzi, na tupendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu, na pendo lake limekamilika ndani yetu. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. Na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma Mwana kuwa Mwokozi wa ulimwengu. Kila akiriye ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi, na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu,
na Mungu hukaa ndani yake. Neno la Bwana. Wakati ule Yesu alijibu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Neno moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Kwa tunapiga makofi na vigelegele tunapoitikia Yesu. Basi tunapofanya sherehe kubwa ya moyo mtakatifu wa Yesu, ni sherehe inayoleta faraja kwetu, sherehe inayotuonyesha Mungu ni nani katika uhalisia wake. Katika masomo yetu, somo la kwanza, upendo wa Mungu kwa taifa lisilostahili, taifa teule, unaendelea kudumu hata wanapoanguka, hata wanapoenda kinyume, Mungu anatimiza agano lake. Lakini somo la pili, Mtume Yohane anatilia mkazo akisema, Mungu anaonekana katika upendo tu. Hakuna aliyeweza kumuona mtu kwa macho, lakini wote wanaopendana katika upendo, Mungu yuko humo ndani. Anatualika kwamba wapenzi, tupendane. Lakini katika somo la Injili, Kristo mwenyewe anaonyesha ule upendo wake halisia, akituita mimi na wewe jinsi tulivyo. Hatuiti kwa sababu ni wasafi, hatuiti kwa sababu ni imara, bali anasema, njoni kwangu ni nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Moyo mtakatifu wa Yesu sio picha ya kiimani tu katika macho yetu ya binadamu, bali inaonyesha jinsi Mungu alivyo katika uhalisia wake. Kwani moyo mtakatifu wa Yesu unatuonyesha Mungu anayetupenda, kwani yeye ni upendo halisi. Ndio maana katika utangulizi sala ya Ekaristi
tunaposali utangulizi kwamba moyo wake uko wazi ili wote wakutwe na huo moyo wazi wa Mwokozi, moyo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tujiulize, katika kupenda sio kupendwa tu, sio kupokea. Katika kupendwa ni kule kutoa. Ndiyo maana moyo mtakatifu wa Yesu uko wazi ili kuendelea kuwapenda wengine. Kila siku unatoa upendo katika maisha yetu. Mungu anayesamehe, Bwana wetu Yesu Kristo kupitia moyo mtakatifu wa Yesu pale msalabani, tendo la mwisho analolifanya pamoja na mateso yote, anasema Baba, wasamehe. Anatoa msamaha. Hivyo moyo mtakatifu wa Yesu ni sura ya Mungu anayeonekana katika msamaha, ambalo mimi na wewe tunaitwa katika maisha yetu yote tubebe roho ya msamaha. Mungu anayekaribisha, Mungu anayesema njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Hasemi njooni kwangu ninyi mlio wazima. Hapana, njooni kwangu hata ninyi mlio wagonjwa. Hasemi njooni kwangu ninyi mlio matajiri, hata njooni kwangu ninyi mlio masikini. Hasemi njooni kwangu ninyi mlio wasomi, hata kama hatuna madigrii na nini, yeye anasema njooni kwangu. Hasemi njooni kwangu ninyi mlio imara, anasema njooni kwangu hata nyinyi wadhaifu. Ni Mungu anayetuita sote kupitia moyo mtakatifu wa Yesu. Ndiyo maana moyo uko wazi katika kutuita na kutupokea. Juhudi yetu ni kupaswa kuingia ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu, na tunapoingia ndani ya moyo ule, si kukaa tu kule, bali sisi tufanyike moyo mtakatifu wa Yesu unaoonekana katika maisha ya watu wengine. Ndio jukumu tunaloitiwa tunapotafakari moyo mtakatifu wa Yesu. Ni Mungu anayeponya. Unaposoma katika Injili ya Yohane sura ya 19 aya 35, ndipo alipoagizwa yule askari kwamba aende akautoboe ule ubavu wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji. Na tunaambiwa kwamba ukianzia aya 35, aliyeona ameshuhudia na ushuhuda wake ni wa kweli, na hayo yote yameandikwa ili ninyi mpate kuamini. Alishuhudia nini? Katika historia ya maandiko matakatifu, katika mapokeo ya kanisa, yule askari aliyekuwa ametumwa kuuchoma ubavu, kuuchoma moyo mtakatifu wa Yesu, kutoboa, ni wale maaskari nguli ambao walikuwa kazi yao ni kulenga shabaha kwa kutumia mishale, jina la Longinus, ambaye askari huyo katika harakati zake alikuwa amepata shida katika vita, akatobolewa jicho. Kwa hiyo wakati analenga moyo mtakatifu wa Yesu, jicho moja lilikuwa halioni, na alilolilenga moyo mtakatifu wa Yesu, ile tone lililotoka katika moyo mtakatifu wa Yesu ya damu iliporuka ikamtia jichoni, akaona na akawa shuhuda wa kwanza wa kukiri kwamba kweli huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Maisha yetu, katika roho zetu tuna magonjwa, katika miili yetu tunateseka na magonjwa. Tuendeni kujikabidhi katika moyo mtakatifu wa Yesu, maana tunaposali katika Ekaristi Takatifu, wimbo alioimba Mtakatifu Agustino anasema tone moja linatosha na dunia nzima inaokoka. Mimi na wewe katika ukubwa wa dunia hii tunahitaji tone moja tu la damu ya Bwana wetu Yesu Kristo linalotoka katika moyo wake. Tulipokee, tuliamini, tuliheshimu, tulienzi na sisi tupate kupona. Hivyo moyo mtakatifu wa Yesu ni Mungu asiyemwacha mtu yoyote, kama ambavyo tumesikia katika somo la Injili anaposema njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo. Wapendwa, kama tulivyosikia katika somo la Injili siku ya leo, Yesu anayemwita kila mmoja wetu, anatuita na mizigo yetu yote. Mimi na wewe tunao mizigo mingi tumebeba katika maisha yetu. Pengine tunayo chuki, pengine tunazo hasira, pengine tunayo maumivu, pengine tunao visasi ndani ya mioyo yetu. Lakini ni kwa sababu sisi tumeufunga mioyo yetu, inashindwa kutoa huruma, inashindwa kutoa ule upendo wa kimungu. Lakini moyo mtakatifu wa Yesu umefunguliwa huko wazi, unatoa huruma. Kwanza ikatoka damu, alafu na maji kwa ajili ya kutakasa, lakini damu ikiashiria Ekaristi Takatifu pamoja na sakramenti za kanisa. Mtoto mmoja alipoiangalia picha ya moyo mtakatifu wa Yesu akamuuliza mama yake, mbona katika kila picha ya moyo mtakatifu wa Yesu, moyo wa Yesu unaonekana huko nje ya kifua chake, na wakati tumesoma kule darasani kwamba moyo wa binadamu unakaa ndani ya kifua, hasa upande wa kushoto. Mama yake akamwambia, moyo wa Yesu una upendo mkubwa sana
kiasi kwamba umeshindikana kukaa ndani, inabidi ukae nje ili wote waonje ule upendo. Wapendwa, Bwana wetu Yesu Kristo kupitia moyo wake mtakatifu anatualika tuachane na ubinafsi. Ndio maana wakwake ameutoboa na unaonekana kwa nje. Je, mimi na wewe tunao uwezo moyo mtakatifu wa Yesu? Tumefanyika faraja kwa wengine? Juzi tumeadhimisha Ekaristi Takatifu na tunaalikwa tufanyike kile tulichokipokea. Kama tunaadhimisha moyo mtakatifu wa Yesu, si katika ile sura ya moyo mtakatifu wa Yesu, bali sisi wenyewe tukafanyike moyo mtakatifu wa Yesu, ambao tumesema ni moyo unaopenda, ni moyo unaosamehe, ni moyo unaokaribisha watu wote, ni moyo unaoponya kwa maneno mazuri, ni moyo unaosema ukweli, lakini ni moyo usiomwacha mtu yoyote. Tunapokea Ekaristi Takatifu, tunaalikwa na sisi tukafanyike mwili wa Kristo, ili wale ambao hawakuona mwili wa Kristo hapa kanisani, hawakupokea mwili wa Kristo hapa kanisani, tunapoenda kukutana nao wampokee Kristo kupitia maisha yetu. Tunasikiliza neno la Mungu na sisi tukafanyike mahubiri katika maisha ya watu. Ndio moyo mtakatifu wa Yesu unatualika kwamba wenyewe haukukaa ndani ya kifua, ulitobolewa ukakaa wazi, ili kutoka humo ikawe faraja kwa kila mtu. Wapendwa ndugu zangu, niwaalike siku ya leo tuombe katika maisha yetu wakati wote kufanyika kile ambacho tunakiheshimu, kile ambacho tunakisikia kwa masikio yetu, kile ambacho tunakila kwa midomo yetu, kile ambacho tunaalikwa daima kukiishi katika maisha yetu ya kila siku. Moyo mtakatifu wa Yesu ni kilele cha upendo. Tujiulize leo, je, tunapenda? Unapozunguka kila taifa ulimwengu wa leo, kuna kilio kinaendelea, mara mafuta yamepanda, mara hiki kimepanda bei. Hayo ni matunda ya kukosa upendo. Yale mataifa yalikuwa yanapendana, mafuta leo yasingepanda bei, lakini kwa sababu yanapendana. Haya tunayoona katika maisha yetu, kuna rushwa, kuna ubadilifu wa mali za jamii, tunachangisha makodi kibao, lakini ukiumwa kupeleka hospitalini unaambiwa toa tena hela ya mafuta ili kuchukulia ambulance ya serikali tukupeleke ukatiliwe sehemu nyingine. Lakini sisi kila siku tunachanga kodi, lakini wale wengine wanaotembea kwenye magari makubwa kabisa tunawalipia kodi na wala hata wawizi. Je, ni sura ya upendo? Hatuna upendo katika jamii zetu. Kuna ubinafsi unaoendelea tunapotengeneza midahalo ya watu wengi, na sasa hivi kila taifa linatamani ubinafsi. Kila mmoja anajiona mimi ni Mtanzania mbara, mimi ni Mtanzania wa visiwani, kila mmoja anasikia ubinafsi. Zote hizo ni cheche za Ibilisi anayetugawanya, anayetutoa katika moyo mtakatifu wa Yesu, ambao wenyewe uko wazi kuwapokea watu wote bila kujali dini zao, bila kujali makabila yao, bila kujali hali zao za maisha. Na ndio maana yeye anatualika, anazungumza katika hali ya unyonge wetu kwamba njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu na mjifunze kutoka kwangu. Bwana wetu Yesu Kristo anatualika tujifunze kutoka kwake. Nira, pengine sisi matatizo yetu tunayoyabeba yanatuharibu. Huku tunapotembea kama umebeba mabegani, yanaharibu mabega yetu. Nira ni ile aina ya ngozi ambao nadhani kwa kawaida tunaona wale ndugu zetu wa Masai wanapokuwa na punda, anapobebeshwa mzigo, kuna ile ngozi imetengenezwa kama begi, anajaza kama ni mahindi upande huu na upande huu. Sasa ile ikiwa ngumu zaidi inakuchukua mgongo, lakini Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia nira yangu ni laini na mzigo wangu ni nini? Ni mwepesi. Kwamba ile nira yake haina kuchukua mgongo, tutakapobeba matatizo yetu, shida zetu na mahangaiko yetu kupitia moyo wake mtakatifu. Tuombe neema na baraka ili Mungu atujalie tunu ya upendo katika maisha yetu. Leo hii ukiona familia zinazohangaika, zinazokosa hata mafanikio, watu wanahangaika kutafuta sana, lakini ndani ya familia kama hakuna upendo ni kazi bure. Nijaposema kwa lugha za manabii na za malaika, kama sina upendo mimi ni kazi. Anatuambia katika maandiko matakatifu, anatuambia sasa leo upendo ni kila kitu, upendo ni sura ya Mungu. Wapendwa, dunia ya leo inadai kitu kimoja tu, upendo. Tena upendo wa kweli. Pengine hata sisi hatujawa na upendo wa kweli kati yetu sisi wenyewe, pengine hatujawa na upendo wa kweli katika kati ya sisi na Mungu. Unapoangalia pia hata sisi katika upendo wetu kwa Mungu, hebu tujiulize, na kila mmoja hapo ni kweli katika
Eti wapendwa, tunampenda Mungu au tunapenda vitu vya Mungu? Ni kweli kwamba tunapenda vitu vya, ndio maana akisema tubuni na kuiamini Injili, wala sisi ni wanyonge. Ninyi mnaozunguka na kulemewa na mizigo, wala watu wote watapata hata usingizi. Unapohubiri habari za ufalme wa mbinguni, ambao ndio Mungu mwenyewe anayetuita haya, wala lakini tutakaposema pokea magari, kila mtu atasimama na kuparuka anasema amen. Hatupendi Mungu bali tunapenda vitu vya nani? Vya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Na ni falsafa hiyo imeingia katika maisha yetu. Ukiongea na vijana wanaruga yao wanasema kwa hivi sasa hapendi mtu, inapendwa pochi. Uongo kweli? Hata katika ndoa zetu, katika familia, hapendi mtu, inapendwa nini? Inapendwa pochi. Kwa hiyo pochi isipokuwa na kitu, utaacha hapo nyumbani, mtu ataenda kutafuta pochi yenye nini? Yenye kitu. Katika mahangaiko hayo kumekuwa na michepuko ya kiimani, lakini kumekuwa na michepuko ya binadamu. Ndio maana leo mtu akija hapa kanisani kwa sababu anataka vitu vya Mungu, asipopata gari anaenda kutafuta kanisa lingine linalotoa nini? Magari. Waulizeni pia wenye magari, wao wanapata wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Mungu anatualika siku vitu hivi ni vya kupita sana. Alafu tusiteseke na vitu. Formula ya mafanikio ni moja. Anaanza Mungu, wanafuata watu, alafu inafuata nini? Vitu. Sawa? Hiyo ichukue na ukaishi nayo katika maisha yako. Anaanza nani? Wanafuata watu, alafu inafuata nini? Vitu. Kuna watu leo wana vitu vingi lakini hawana watu. Kwa hiyo hawana furaha tena. Wakati mwingine unaweza kuwa na pesa nyingi lakini isikupe faraja yoyote. Unaweza kuwa na mali nyingi lakini isikupe faraja yoyote. Lakini kuna watu wana vitu vichache alafu wana watu. Na Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha kwamba kuwa na watu ni faida. Kwani Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa na punda, lakini wakati anatoka kuingia Yerusalemu alisema nendeni mkamwambia niletee kwa mtu fulani ana nini, ana mwanapunda. Bwana wetu Yesu Kristo hakuwa na mbao, lakini walimpatia nini? Msalaba. Bwana wetu Yesu Kristo hakuwa na kaburi, walichukua kaburi la Yosefu na Matea akaenda akazikwa kule. Sisi anatualika kwamba lazima katika maisha yetu kwanza Mungu, alafu watu, alafu vitu. Leo hii tunauana kwa sababu tunatanguliza vitu, sio watu, na tunaishi kwenye damu za watu, uchu wa madaraka. Tuombe neema na Mwenyezi Mungu kupitia moyo mtakatifu wa Yesu ili akaponye vita vinavyoendelea katika ulimwengu ambao ni chuki na kukosa upendo. Akaponye migogoro inayoendelea katika familia zetu, katika makabila yetu, katika jamii zetu. Wana familia hatuongei, tunatembea na chuki. Moyo mtakatifu wa Yesu ni moyo uliojaa upendo, na sisi tufungue mioyo yetu, tumwambie Kristo, chukua haya machuki nilionayo. Wapendwa, chuki, yani unapotembea na chuki ni sawa sana nyumbani kwako kuna panya, alafu wewe unakunywa sumu ili panya wafanyeje? Wafe. Ndio maana kutembea na chuki. Yaani uko unanichukia mimi, ni sawa sana nyumbani kwako kuna panya, alafu unakunywa sumu ili panya wafanyeje? Panya wafe. Mwishoni atakaye kufa ni nani? Ni wewe. Samehe mtu unalie sana naye, unajikuta siku hiyo umefungulia mfungwa mmoja ambaye alikuwa kwenye gereza, alafu mfungwa huyo unajikuta kwamba alikuwa ni nani? Ni wewe. Kwa hiyo katika upendo wa moyo mtakatifu wa Yesu, katika kusamehe, katika kuachilia, tunajikuta mfaidika wa kwanza ni nani? Ni mimi. Bwana wetu Yesu Kristo. Ulimwengu wa leo ambao umejaa vita, migogoro, rushwa, uchu wa madaraka, yaani mtu yuko tayari wengine wafe wote ili awe na madaraka fulani. Unaingia katika utawala katika damu, mauaji yanayoendelea. Tuombe neema za baraka za Mwenyezi Mungu ayaponye hayo katika maisha yetu. Sasa ili tuweze kuyaponya hayo, lazima tuulize moyo mtakatifu, tufanyeje? Wapenda wa kwanza, turudi katika sala. Tunayumba katika sala. Tuna mazungumzo mengi tunaweza tukafanya na rafiki zetu bila uchoyo, bila kuchoka. Lakini mara tu tunapoanza mazungumzo na Bwana wetu Yesu Kristo, ndipo uchovu unaanza, ndipo kuvurugikiwa akili kunaanza. Siku hizi uko kwenye kipindi cha kombe la dunia, si ndio? Na mechi zile zinachezwa saa ngapi? Saa 8, si ndio? Si ndio wapendwa? Lakini wakati huo saa 8 ukiamka, wengine wako kwenye simu, wengine wako kwenye kompyuta, wengine wako kwenye
TV, wanaangalia kombe la nini, la dunia. Mimi nina rafiki yangu mmoja ambaye kila ikifika saa 8 atanipigia simu, Father, amka tusali. Na ukishapokea tu anakata simu, utasali usisali, ndani kashatimiza wajibu wake. Sasa siku fulani ndani ya hii wiki nikawa nimepitiwa na usingizi, sijapokea simu. Akaniuliza, akaniambia kusali ni lazima. Tumsifu Yesu Kristo. Wakati kuna marafiki kama hapa, tusali saa 8 saa 9 wanatuamsha tusali, na huo ndio upendo wa kweli. Tuombe neema na baraka katika familia zetu, tusali, si ndio jamani? Na hii nawaalika kina baba wenzangu, tujenge moyo wa kusali katika familia zetu. Unalo wimbo wa zamani nasema, baba awe padri, mama awe nani, awe mkatekista, na watoto hao ambao wakufundishia wengine. Hebu fikiria hii parokia mna padri ambaye asiyesali. Yaani kule nyumbani ni parokia, alafu baba ni nani? Baba ni padri ambaye hasali. Padri ambaye hasali kweli ni hazina. Mna mama awe mkatekista ambaye hafundishi, si ndio? Mna mkatekista kule nyumbani ambaye hafundishi, na watoto ni ambao wakufundishia wengine. Siku hizi sio watoto tena, sio ambao wakufundishia nini, wakufundisha watu wanaojifunza wenyewe, kwani tunawapenda kiasi kwamba hatutaki wahangaike na mambo ya Mungu, hatutaki wahangaike na mambo ya maadili, isipokuwa watoto wetu wapumzike katika nini, katika katuni. Tunatengeneza kizazi cha nini, cha makatuni. Msifu Yesu Kristo. Yaani ukifika katoto kadogo kamekomaa macho hadi yamekuwa mekundu, anaangalia katuni. Hata ukiingia nyumbani hakasali nini, anaangalia katuni. Na vivyo hivyo na sisi katika maisha yetu tumekodolea macho mitandao ya kijamii, hatuna muda wa kusali, na hicho tunachochota kule ndani ni stress, ni mauaji. Yaani unapoangalia umaskini wa dunia ya leo. Jana nilipita jioni wakati vijana wamekaa zaidi ya 8 wenye nguvu kabisa. Hao vijana ukiangalia maisha yao sio mazuri sana, lakini wanachokijadili basi mtu fulani ambaye alikuwa hajawahi kujifungua jana akajifungua. Mnafahamu? Wale wanaopita kwenye mitandao ya kijamii. Yaani wamekaa vijana kabisa na ndevu zao, piga nyweza kwao. Wamekaa kabisa wanajadili mtu fulani kajifungua. Yaani uone jinsi tulivyo na umaskini katika maisha yetu. Na huyu mtu ameweka bando, hata kumwambia atoe fungu la 10 hatoi, lakini ameweka bando ili angalie mtu fulani ambaye alikuwa ndani amefanya hivi. Tuombe neema na baraka ya mageuzi, na imani hii tusaidie katika maisha yetu tuweze kubadilika. Kwa hiyo tunapaswa kurudi katika nini? Katika sala. Sala ni kumuinulia Mungu mioyo yetu na kujikabidhi kwake kwamba sisi bila yeye hatuwezi. Wapendwa, anayesali anajaribiwa, anayesali anaugua, anayesali anaweza akafilisika pia, anayesali anakufa. Lakini je, baada ya matokeo ya hayo ni nini? Hata kama anajaribiwa, hataanguka kama anguko la mtu ambaye hatasali. Hata kama anafilisika, ni Mungu tu amemtunzia kwa muda fulani kumkumbusha jambo fulani, alafu baadaye atarudishiwa. Lakini ambaye hasali akifilisika aondoka moja kwa moja. Sawa? Anayesali hata akifa amefariki, lakini asiyesali amekufa kabisa kabisa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo tujenge moyo wa sala katika maisha yetu. Na asiyesali hana mahakama ya rufaa. Unaposhindwa kesi sehemu moja, unaenda ngazi ya pili. Alafu mwishoni kuna mahakama ya nini? Ya rufaa. Kuna hospitali ya nini? Ya rufaa. Na hospitali hiyo ya rufaa, mahakama ya rufaa ni sala, kwamba sasa madaktari wameshindwa, mwisho wa siku najikabidhi kwa nani? Kwa Mungu. Kuna mahali wanadamu wamekuambia haiwezekani. Kuna mahali wanadamu wamekuambia rudi nyumbani. Alafu Mungu amekuambia njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawafanyaje? Nitawapumzisha. Unapotoka ukaenda hospitali, ukatoka hospitali madaktari wanakuambia rudi nyumbani, utamshangaa kwa sababu ulimpenda Yesu wa Kristo, atakufuata pale nyumbani, atakutia Mungu kila siku. Hivyo lazima tujenge moyo wa sala katika maisha yetu ili tuweze kupata tumaini jipya, na huo ndio moyo mtakatifu wa Yesu. Tuchague wema badala ya hasira. Jamani, kuna watu wenye hasira huko duniani. Ukipita tu mbele yake kidogo, eti hapatani na rangi nyekundu, anaanza kukubana huko moyoni mwake. Tumsifu Yesu Kristo.
Unatembea unakutana na mama njiani, anafanya kikao na serikali ya kichwa, anaongea matusi. Huyu baba huyo mpumbavu kabisa. Wewe wema badala ya nini? Ya hasira. Hasira ni ugonjwa. Hasira ni sumu tunayokunywa binafsi. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini la mwisho, Bwana wetu Yesu Kristo anatualika tuwe alama ya matumaini kwa watu wengine. Kuna watu wamekata tamaa, tuwe alama ya matumaini. Hakuna jambo linalofurahisha kwa dhamiri zetu sisi wanadamu jinsi tulivyoumbwa kama kuona kwamba umemtendea jambo mtu fulani alafu yule mtu amepata faraja. Kama moyo wako haukupongezi, kuna uhalaki ndani yake. Lakini tuhakikishe kwamba tunatenda wema na kuwa sehemu ya matumaini kwa watu wengine. Na tuone shida za wengine. Mimi mara nyingi mnanikuta na hawa watoto, hawa malaika, mimi nawaita malaika wa Bwana. Hao mnaowaona watoto. Huwa nawafundisha. Ninapopata darasa kubwa la maisha ni hawa watoto. Hawa watoto wana upendo mkubwa na ukarimu mkubwa na ukweli mkubwa. Tena hata sio wa kusema, wa kutenda. Na wanaona unachohitaji hata kabla hujawaambia. Hawa watoto hawa. Tunapokusanyika tunalima hapa. Wale watoto wakaniambia, "Father, mbona hizi mboga hizi vizuri? Zitakuwa hazina mbolea." Nikawaambia itakuwa. Wakaleta mbolea wenyewe bila hata kuagizwa. Wenyewe wakaleta mbolea hapa. Wakati fulani gari yangu ilipata shida kidogo. Nikawa natembea kwa mguu kutoka kule Kandoto na kuja asubuhi. Sikuona mtu mzima aliyeniuliza mambo bwana, nani waliona Father alipiga nani huko la nne sasa. Akasimama hapo nje siku ya Jumapili. Waabidi karibu wote wakaondoka. Hapo akaniuliza, "Father, gari yako iko wapi? Mbona unatembea kwa mguu?" Nikamwambia, "Gari yako imefanyaje? Imeharibika." Akaniambia, "Sawa. Basi tutaonana Jumapili." Alipofika nyumbani akamwambia, akamwita baba yake na mama yake. Akamwambia, "Sasa gari ya Father imeharibika. Mnaonaje tukamchangia hela kidogo alafu akatengeneza ile gari?" Tumsifu Yesu Kristo. Muita wao wanaona. Na sisi katika moyo mtakatifu wa Yesu tuone hayo, hizo shida za watu wengine katika maisha yetu. Tuombe neema na baraka kwa sababu Yesu anatupenda. Na sisi wana moyo mtakatifu wa Yesu tunaorudia hadi zetu siku ya leo. Tuombe neema na baraka. Mungu alisema, "Njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitafanyaje? Nitawapumzisha." Jamani, hawa mnaowaona wamevalia mavazi mekundu sio watakatifu Sawa? Ni watu wanaosumbuka na kulemewa na mizigo, lakini wanaamua kufuata moyo mtakatifu wa Yesu ili taratibu waendelee kufanyaje? Waendelee kupumzika. Kwa hiyo moyo mtakatifu wa Yesu sio chama cha watakatifu, ni wadhambi wanaojitakasa siku baada ya siku. Wanakwaya sio watakatifu, ile ni chama cha kitume. Bali pengine tunaweza kuhesabia dhambi. Mtu fulani ana moyo mtakatifu wa Yesu, pale anabaki. Kumbe mwenzako huko anajitakasa, wewe unajichangulia magogo ya kuni ya kuchoma. Kumbe huko nani anajitakasa? Fulani na yeye ni mwanakwaya. Ngoja tuone. Fulani na yeye ni chama cha Rozari. Huyo ambaye tunakesha naye, kumbe taratibu mwenzako anapunguza kukesha hapa, anakesha wapi? Anakesha kanisani. Vyama vya kitume wapendwa, ni jumuiya ndogo ndogo au shirika wa Kikristo unaotujenga, si katika kututenganisha, bali unaotujenga wakati wote kujengea mazoea ya kumtafuta nani? Ya kumtafuta Kristo. Kwa hiyo tuwaombee hawa ndugu zetu, tuwaombee hawa baba zetu na mama zetu, na sisi vijana tulioko huko. Vyama vya kitume sio vyama vya wazee, sawa? Yaani usibie kwamba nimezeeka ndio nianze kufuata Kristo. Hapana, tujiunge pia katika vyama vya kitume, vitatusaidia sana. Tumeona matokeo, tumeona miujiza. Lakini mwisho kabisa, wapendwa, moyo mtakatifu wa Yesu kupitia mafundisho ya Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili anatukumbusha kwamba siku ya moyo mtakatifu wa Yesu ni siku ya kutakatifuza utakatifu, toba na mageuzi ya pale, akichukulia ukubwa ulioko katika sakramenti ya daraja ya upadirisho. Kwa hiyo na sisi tunajiweka mikononi mwetu siku ya leo, tuwaombee mapadri wote, tuwaoje katika moyo mtakatifu wa Yesu, kama ambavyo moyo mtakatifu wa Yesu tunasema kwamba zimetoka humo sakramenti za kanisa. Sisi tuliokasimishwa katika udhaifu wetu, makuu haya ya Mwenyezi Mungu, sisi tuliokasimishwa katika unyonge wetu, mambo haya matakatifu, kusimama patakatifu kwa patakatifu,
na kutolea sadaka kwa ajili yetu na kwa ajili ya ninyi ndugu zetu, sisi ambao tumewekwa ili tuwaombee, tuniombee na tuwaombee ninyi, sisi ambao katika unyonge wetu tumekuwa mdomo wa Kristo katika kuyasema haya, sisi ambao tumekuwa maneno ya Kristo, twaeni huu ndio mwili wangu, sio wa kwangu, ni maneno ya Kristo yanayotoka katika kinywa changu, lakini yaliyobeba nia na nguvu ya Kristo. Mtuombee pia na sisi tukawe na umoja pamoja na ninyi, tukawe na umoja pamoja na Kristo wakati wote. Ndio maana siku ya leo nimeandaa sala ambayo iko mbele yetu, sala ya kuombea mapadri. Tutasimama kuisali na ikiwezekana ondoka nayo nenda nayo nyumbani. Katika sala zako uwaombee mapadri. Ulimwengu unahitaji padri, lakini shetani hataki padri. Nilikuwa katika wiki nzima hii katika safari mbalimbali, na kila nilipofika nilichukua watu wawili au watatu ambao si wa Katoliki, nikawauliza bila kujitambulisha kwamba mimi ni padri, nikawauliza, hivi wewe unavyoona tunahitaji mapadri sio wa Katoliki? Lakini wanajibu kwamba ulimwengu wa leo unamhitaji nani? Unamhitaji padri. Lakini wakati huo tuwaombee wa seminari, tuwaombee na wadogo zetu hawa waufuate huu wito wa Kristo, si katika kutafuta vitu, si katika kutafuta majina, bali katika kulitafuta jina la nani? La Kristo, na kutafuta roho zetu ambazo Mungu anahitaji kuzikusanya kupitia mapadri. Na mashambulizi ya leo yanaelekezwa kwa nani? Kwa mapadri, si ndio? Mashambulizi ya leo yanaelekezwa kwa mapadri pia. Tuwaombee ili mashambulizi hayo kwetu sisi yawe ni sala, tuwashambulie kwa sala. Kama wanaotushambulia ni wengi, na sisi tujiunge kama kanisa kuwaombea mapadri ili daima wasimame katika ule muktadha walioitwa na Bwana wetu Yesu Kristo, na wasimame imara. Tuwape nguvu, tuwatie moyo katika kazi hii ambayo katika ulimwengu wa leo unaweza ukaitafsiri kama kazi hatari. Tumsifu Yesu Kristo. Hivi unadhani upadre ni wito salama ambao unapaswa uongee ukweli hata watu ambao hawaupendi katika dunia ya leo ambayo haipendi ukweli? Na sisi tutaendelea kusimama kuongea ukweli, kufundisha ukweli na kukumbusha ukweli. Bwana wetu Yesu Kristo kupitia moyo wake mtakatifu, moyo wake unapenda mapadri. Yesu anapenda mapadri, na Mungu kama hatuacha padri adhalilike, atawainua, atawalinda. Lakini tuwasaidie pia kwa sala zetu na maombi yetu ya kila siku, ili daima wasichoke wala wasikate tamaa, bali sote tuunganike katika kujenga mwili wa Kristo. Tumsifu Yesu. Nitaomba kabla ya wanamoyo kusogea mbele kurudia hadi wote tusimame tusali sala ya kuombea mapadri. Kuhani mkuu na wa milele, waweke mapadri wako katika ulinzi kwa moyo wako mtakatifu. Mikono yao iliyopakwa mafuta uilinde safi, kwa maana inaushika mwili wako mtakatifu kila siku. Ilinde safi midomo yao inayokuwa nyekundu kwa damu yako azizi. Mioyo yao uifanye safi na uiepushe na malimwengu, kwa maana imekuwa muhuri kwa hazina kuu ya watu wako. Wafanye wakuwe katika upendo na uaminifu wako. Ongeza furaha na amani katika utumishi wako, na walinde wasiambatane na dunia kwa uwezo walio nao wa kugeuza mkate na divai. Wape uwezo wa kugeuza mioyo ya watu wagumu na nguvu za kutiisha vishawishi na mawakala wa yule mwovu mwenye nia ya kuchinja, kuua, kuharibu na kuangamiza watu wako. Zibariki kazi zao, zitoe matunda mema, na uwajalie siku moja kupata taji na uzima wa milele. Asanteni. Niwakaribishe wale wana moyo mtakatifu wa Yesu wanaorudia ahadi zao. Moyo mtakatifu wa Yesu, wapendwa wa moyo mtakatifu wa Yesu, nia yenu ya kurudia ahadi katika shirika la moyo mtakatifu wa Yesu ni njema na ya wokovu. Ni Mwenyezi Mungu mwenyewe amewajalieni nia hiyo nzuri. Fanyeni vizuri sasa mnayotaka kufanya
Utukuzeni moyo mtakatifu wa Yesu. Fanyeni malipizi kwa ajili ya dhambi zenu na za wengine. Usimikeni ufalme wa Yesu katika nyoyo zenu, katika nyumba zenu na penginepo popote pale duniani. Je, mnataka sasa kuahidi kuutunza moyo mtakatifu wa Yesu kwa kufanya bidii ya kuacha dhambi, kuishi maisha mema na ya kufanya malipizi? Ndiyo, tunaahidi kwa moyo wote kwamba hatuna dhambi wala kutawia katika hali hiyo. Tunafanya bidii tuwezavyo kuwaongoza wengine wasikilize moyo mtakatifu wa Yesu. Basi semeni kwa moyo na kwa akili sala ya kuweka ahadi ya shirika la moyo mtakatifu wa Yesu. Tunapiga magoti mbele yako na kwa shukrani zako tunakuambia kwamba tunapenda, pia tunataka wewe upende, na tunakuomba sana kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watu wote, tuwaongezee mapendo haya. Ee Yesu uliye Mungu kweli na mtu kweli, umeteswa kwa ajili ya kutupenda na kutukomboa. Umekufa msalabani kutukomboa sisi wakosefu, tupate kuingia katika utukufu wa ufalme wako milele. Tunasadiki Yesu kwa ajili ya hayo unayotufanyia. Tunataka kukupenda sana na tupate watu wengine wakupende. Ee Yesu, umekuwa chakula chetu tunapokupokea katika sakramenti ya Ekaristi, unapokaa chini ya maono ya mkate na divai kwa ajili yetu viumbe vyako. Na kuomba wafanyizie Wakristo wote ndugu zetu waamini kwa wakosefu. Ninakuomba wafanyizie na watu wote wa nchi hii wasiokujua bado, siku zote tupate kukuona siku ya mwisho, tupate kwenda kusifu milele mbinguni. Moyo mtakatifu wa Yesu, moyo mtakatifu wa Yesu, moyo mtakatifu wa Yesu, moyo mpole wa Yesu, unifanye nikupende siku zote zaidi. moyo wa Yesu, Natumainia kwako, moyo mwema wa Maria, uniokoe. Mtakatifu Gertrudi, Utuombee. Mtakatifu Maria Margareta, Utuombee. Mtakatifu Yohane Eudes, Utuombee. Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Utuombee. Tuombe. Ukurasa wa 11. Yesu Bwana awapokee ninyi katika hesabu ya waamini wake, nasi japo hatustahili tunawapokeeni katika sala zenu, naye Mungu awajalieni kwa njia ya mwanaye pekee, mpatanishi wa watu na Mungu, wakati wa kuishi vizuri na nafsi ya kutenda mema na uthabiti wa kudumu katika wema, na kuingia kwa furaha kubwa katika urithi wa maisha ya milele. Na kama vile leo hivi hatuunganishavyo kwa kifungo cha mapendo ya kindugu hapa duniani, vivyo uchaji wa Mungu uongezao mapendo na ustahimilivu uweze kuunganisha waamini wake mbinguni kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ee Mungu, uimarishe ulichokifanya kwa mikono wako. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Ee Mungu, waokoe watumishi wako. Ee Bwana, uwapelekee msaada wako katika mahali patakatifu. Ee Bwana, sikiliza sala yangu. Tuombe. Ee Bwana, usikilize sala zetu, upende kuwabariki wanao hawa wanaorudia hadi katika shirika la moyo
kwa msaada wa neema ya zako. Wajalie washike na amri zako, waishi maisha ya uchaji, ya ibada na ya utakatifu, hatimaye wastahili kupata uzima wa milele kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Basi niwaalike sote tusimame tuimbe kwa Bikira Maria, kisha tukiri imani. Na sasa tusali kanuni ya imani. Na sadiki kwa Mungu mmoja. Mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye kitu chote
kwa mamlaka ya Poncio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya Maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena nao ufalme wake utakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana amleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, anayenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele. Ndugu wapendwa, Yesu aliyotegemea hekima na akili, bali inayotegemea moyo, utufungulie mioyo yetu tupate furaha ya kuamini kama watoto. Bwana, katika moyo wako tulitambua huruma ya Mungu Baba. Kwa upole wako utuongoze kwa Baba wa mbinguni. Bwana, ulisema kwamba umekabidhiwa ufunuo wote, utusaidie kumtambua Baba yako aliye Mungu wa kweli na kuwa tayari kuelekeza mapenzi yake. Bwana, maisha na utupatie raha kwako kwa kutujalia hitaji na nafuu ya maisha yetu. Bwana, ulisema kwamba nira yako ni laini, utusaidie kupokea ugumu wa mafundisho yako kwa moyo mweupe ili kuonja utume wake. Bwana, ulikuwa mpole na mnyenyekevu, utupe moyo wa upole ili tuweze kuishi na wenzetu kwa uelewano na amani. Bwana, Baba, tunakushukuru kwa moyo wa upendo uliotuonyesha katika moyo wa mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
Umewajalia wanao hawa walioleta sadaka, vipaji pamoja na zaka kamili kwa ajili ya kulitegemeza kanisa lako. Mwajalia fadhila za upendo, wema na ukarimu. Tunakuomba kwa unyenyekevu upende kuwabariki, uwatakase na uzidishe pato lao, ili pale palipopungua uendelee kuwajaza, huku ukiendelea kuwaongezea fadhila za ukarimu wao kwa kanisa lako. Tunakuomba Bwana, ulinde mali zao na kazi zao, uwape riziki ya kutosha, pia uwakinge na hatari zote za roho na za mwili dhidi ya Mungu Shetani, na mwisho wakaribishe kwako mbinguni, wakafurahia hazina ya ukarimu wao kanisa lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
zipate kubujika kutoka humo sakramenti za kanisa, ili wote wavutwe na moyo wazi wa Mwokozi na kuchota siku zote kwa furaha neema katika chemchemi hiyo ya Bwana kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka mawe ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyeamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitwaa mkate, na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili.
itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambao alitaka kukulizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao, na kujaza Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Yakobo mkuu, mwombezi na msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada mwombezi yao mbele zako. Tunakuomba ee Bwana, huyo aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kulimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Rogati Mario, pamoja na maaskofu wote, wakleri wote na watu wote wanaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani katika ufalme wako ndugu zetu marehemu, na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kupitia agizo la Mwokozi wetu na kufuata mafundisho yake ya Mungu, tunasema: Baba yetu utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Ee Bwana Yesu, Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, ujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mitume wako, amani na waachie, amani yangu nawapa. Usizitazame dhambi zetu, ila imani ya kanisa lako. Upende kujalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako. Unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Kwa mapendo kamili ya moyo mtakatifu wa Yesu, tupeane amani.
Tazama yaondoe dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Askari mmojawapo alimchoma ubavu kwa mkuki, na mara ikatoka damu na maji.
Thank you.